Hiki ni kitabu cha pili cha Mr. Robert Kiyosaki. Ni mwendelezo wa mafundisho ya Rich Dad Poor Dad. Kwenye kitabu hiki, Mr. Robert Kiyosaki anaelezea njia tofauti ambazo watu hutumia kutengeneza kipato. Na muhimu zaidi ni jinsi ya kutoka kwenye hali ya kuajiriwa hadi kufikia uhuru wa kifedha kupitia mifumo na uwekezaji. Uhuru wa kifedha huja pale unapodhibiti mtiririko wa pesa zako, si pale unapotegemea mshahara. Njia 4 ambazo watu hutumia kupata kipato, na amegawa hizo njia 4 kama unavyoziona kwenye hili jedwali. Kwa njia ya kwanza ni njia ya mwajiriwa. Unafanya kazi kwa mtu mwingine, unategemea ulipwe mshahara. Njia ya pili, mjasiriamali mdogo. Unafanya kazi kwa ajili yako wewe mwenyewe, lakini bado kipato chako kinategemea muda wako. Kama hauna muda wa kuifanya, hutengenezi kipato. Njia ya tatu, mmiliki wa mfumo. Imagine ukiwa umeanzisha kampuni, umeajiri mtu wa keshia, mtu wa sales, mtu wa marketing, HR, umeajiri accountant. Kwa hiyo kila mmoja umemtengenezea system ya namna ya kufanya kazi ili kuwezesha biashara yako kwenda mbele. Hapo umetoka kuwa self-employed, yani ni mwekezaji mdogo, wewe umekuwa sasa una mfumo. Hata kama wewe ukiwa umelala nyumbani, yenyewe itaingiza pesa. Njia ya 4, mwekezaji. Pesa yako uliowekeza itakuwa inakufanyia kazi. Unawekeza kwenye mali, miradi na biashara ambazo zitakuwa zinakuingizia kipato zaidi. Kiyosaki anasema uhuru wa kifedha unapatikana pale unapohama kutoka huu upande wa kushoto kuja huu upande wa kulia. Siri kubwa ya watu wa upande wa kulia ni kwamba wao hawatafuti kazi. Wanajenga mifumo, wanaanzisha biashara, wanawekeza ili waweze kupata passive income. Mfano halisi ni affiliate marketing. Ukija inbox, nitakuonyesha opportunity ambazo mimi nafanya za passive income. Kama unataka kuwa huru kifedha, anza kujenga mifumo inayofanya pesa ikufanyie kazi.